Kwenye mambo ya uzazi hakuna utofauti kati ya mwanaume anayefanya mazoezi magumu sana na mwanaume ambaye ana uzito mkubwa kupitiliza. Hii ni kwa sababu katika mwili wa binadamu kuna kitu kinaitwa metabolism. Metabolism ni namna ambavyo mwili unatengeneza energy. Energy ambayo inatumika mwilini huwa inakuwa ni ATP. Inapatikana kwa kuchoma sukari. Sasa kwa upande wa mwanaume ambaye anaweza kawa anafanya mazoezi magumu, huyu ni mwanaume ambaye anatanua misuli yake. Mazoezi magumu tofauti na mazoezi ya kawaida huwa yenyewe anatanua misuli kwa kasi. Kwa hiyo huwa yanasababisha traumatization ya misuli. Na ndio maana huwa unapata maumivu ya misuli. Sasa swala la kutengeneza misuli kwa kuitanua kwa traumatization na mtu ambaye anaweza akawa na uzito mkubwa, hawa watu wote wanakuwa na metabolism ambazo ziko juu. Ule uchomaji wa sukari na kutengeneza energy unakuwa huko juu. Katika swala la kuchoma sukari na kutengeneza energy kuna vitu ambavyo vinatengenezwa ambavyo vinaitwa reactive oxygen species. Hizi ni chembe chembe ambazo ni muhimu katika mwili lakini hazitakiwi kuwa nyingi. Kwa hiyo inakuwa hatari kwa watu ambao wanakuwa na metabolism zilizo juu. Tuongelee kwa watu ambao wana uzito mkubwa na watu ambao wanafanya mazoezi makubwa. Hizi reactive oxygen species ndio vitu ambavyo vinachangia kwa zaidi ya 80% kwa wanaume wengi kupata ugumba, kwa sababu huwa zinaenda kuathiri muonekano na maumbile ya mbegu za mwanaume. Zile reactive oxygen species huwa zinaathiri uwezo wa hizi mbegu kutembea, motility, lakini pia huwa zinaathiri muonekano wa mbegu. Kwa hiyo mbegu zinaweza zikajikuta kwamba zinakuwa hazina mikia, zinakuwa hazina shape inayotakiwa. Kwa hiyo ule uwezo wa mbegu kukimbia kulifuata yai unakuwa unaathirika. Kikawaida mbegu zinatakiwa ziwe na spidi ili ziweze kulikimbilia yai na kulirutubisha na kusababisha ujauzito. Kwa hiyo kama kuna reactive oxygen species nyingi, inamaanisha huyu mwanaume atakuwa na mbegu ambazo hazina ubora. Hii inatokea kwa watu ambao wameugua magonjwa ya zinaa kwa muda mrefu, watu wanaofanya mazoezi magumu, watu ambao wana uzito mkubwa, watu ambao wanaweza akawa na magonjwa ya muda mrefu kama kisukari, pressure na kansa, watu ambao wanaweza akawa na virusi vya ukimwi. Hii pia inaweza ikatokea kwa watu ambao wana msongo wa mawazo kwa upande wa wanaume. Sasa huyu mwanaume anaweza kasaidika vipi? Kwa kuwa mbegu anazozitengeneza tayari hazina ubora. Njia ambayo anaweza kasaidika huyu mwanaume ni njia ya assisted reproductive technology ambayo inaitwa ICSI, intracytoplasmic sperm injection. Huyu mwanaume, mbegu chache ambazo zitapatikana zitatumika kutunga ujauzito kwa upandikizaji kwa mwanamke, ambapo yai la mwanamke litachukuliwa, litaunganishwa na mbegu ya mwanaume, ambapo mbegu ya mwanaume itaingizwa moja kwa moja kwenye yai. Hii huwa inaongeza uwezekano wa huyu mwanaume kuweza kuzaa. Vinginevyo nafasi ya kuzaa kwa hawa wanaume huwa ni ndogo sana.